Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, kama una kipaji basi tumia kipaji chako ili kuweza kutengeneza fedha ama kuingiza kipato ambacho moja kwa moja kitakuwezesha kuishi maisha mazuri, maisha ya kifahari. Tunashuhudia kuna vipaji mbalimbali ikiwamo kuimba, kuna vipaji vya kucheza mpira na kadhalika. Sasa siku ya leo tutakwenda kufahamu nani anaingiza mkwanja mrefu kati ya mchezaji wa Kitanzania ambaye anacheza soka la kulipwa nchini Ugiriki katika klabu ya PAOK Mbwana Ali Samata, sambamba na msanii nguli, msanii namba moja nchini Tanzania na Afrika ya Mashariki. Hapa tukienda kumuongelea Simba la Masimba ama Dangote ama Diamond Platnumz. Kwa hiyo siku ya leo tutakwenda kuangalia nani ambaye anaingiza mkwanja mrefu kutokana na kipaji alichonacho. Sasa kwa upande mwingine, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau wetu, unao nafasi ya kwenda eneo la comments na kutuambia kati ya Mbwana Ali Samata na Diamond Platnumz, kwa upande wako wewe ni nani unayemkubali kweli kweli, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wamefanya mambo makubwa katika nchi ya Tanzania. Tunashuhudia kwa upande wa Mbwana Ali Samata ni mtu ambaye ni kioo cha jamii nchini Tanzania katika swala la mpira, kwa sababu ndio mchezaji mwenye mafanikio makubwa kuliko mchezaji yote ile nchini Tanzania kuwahi kutokea. Lakini bila kusahau Diamond Platnumz ndio msanii wa Bongo Flava ambaye ana mafanikio makubwa kuliko msanii yote ule katika nchi ya Tanzania. Sasa ngoja tukaanze kufahamu utajiri wa kila mmoja, kisha mwishoni tutakuja kuhitimisha ni nani tajiri kati ya Diamond Platnumz dhidi ya Mbwana Ali Samata. Tukienda kuanzia, ngoja tuanzie na Mbwana Ali Samata. Fahamu Mbwana Ali Samata ni mchezaji wa Kitanzania ambaye anacheza soka la kulipwa nchini Ugiriki kama tulivyokuambia hapo awali. Mbwana Ali Samata ni mchezaji ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 32. Alizaliwa tarehe 23 Disemba mwaka 1992. Na Mbwana Ali Samata alianza kucheza soka lake la kulipwa katika klabu ya African Lion, ambapo mwaka tarehe 1 Julai 2010 alijiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini Simba hakudumu kwa muda mrefu, alidumu kwa msimu mmoja tu, ambapo Mbwana Ali Samata tunashuhudia kwa upande mwingine tarehe 1 Julai 2011 alijiunga na TP Englebert Mazembe na safari yake kutoka nje mpaka Tanzania ilianzia hapo. Tunashuhudia alicheza kwa mafanikio makubwa katika klabu ya TP Englebert Mazembe akibeba kombe la African Ligi ya mabingwa barani Afrika, na bila kusahau kwa upande mwingine mchezaji huyu aliweza kutoa tuzo ya mchezaji bora wa Afrika kwa wanaocheza ligi ya ndani. Mbwana Ali Samata tunaona mara baada ya kufanya vizuri, klabu ya KRC Genk ya nchini Ubelgiji waliweza kumnunua mchezaji huyu tarehe 29 Januari 2016 kwa ajili ya kwenda kucheza ligi ya pale nchini Ubelgiji. Na pale Ubelgiji alifanya mambo makubwa kweli kweli. Mbwana Ali Samata aliweza kufanikiwa kuisaidia KRC Genk kuubeba ubingwa, lakini tarehe 20 Januari 2020 mchezaji huyu aliweza kuweka historia aina yake. Lakini kabla ya historia, fahamu pale pale KRC Genk aliweza kufanikiwa kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika almaarufu kama UEFA Champions League, akawa Mtanzania wa kwanza kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika na kuweza kufunga magoli. Fahamu tarehe 20 Januari 2020 historia iliandikwa. Aston Villa inayoshiriki ligi kuu nchini Uingereza iliweza kufanikiwa kumsajili mchezaji Mbwana Ali Samata kwa dau la euro milioni 10.5, ambapo fedha hizi ni zaidi ya bilioni 30 ambazo KRC Genk walizipata na kugawana na mchezaji Mbwana Samata. Kwa hiyo tunaona mafanikio makubwa zaidi ya Mbwana Ali Samata ni kucheza katika ligi kuu ya nchini England, lakini kucheza kwa mafanikio makubwa kivile, kwa sababu tulishuhudia alishia kutolewa kwa mkopo katika klabu ya Fenerbahce nchini Uturuki, kisha akarudi tena katika klabu ya soka ya Royal Antwerp nchini Ubelgiji, na mara baada hapo tukaona akarejea tena KRC Genk mwaka 2022. Lakini tarehe 17 Julai 2023 aliamua kujiunga na klabu ya soka ya PAOK ya nchini Ugiriki, na ndio klabu ambayo anaitumikia mpaka sasa. Kutokana na mzunguko wote huo wa kucheza mpira, Mbwana Ali Samata fahamu kwa upande mwingine ameweza kuingiza fedha nyingi kweli kweli, kwa sababu ukiangalia analipwa mshahara, bila kusahau kuna zile signing fee ambazo kwa upande mwingine anazokuwa anauzwa, basi kwa upande mwingine zinamfanya kuwa miongoni mwa wachezaji matajiri kweli kweli. Sasa fahamu kwa mujibu wa ripoti ambayo imeweza kutolewa ni kwamba mchezaji huyu ambaye pia amepata nafasi ya kuitwa katika timu ya taifa Tanzania, mpaka sasa tunavyoongea ndiye team captain wa timu ya taifa Tanzania akiwa amecheza mechi 69 akifunga mabao 21. Mbwana Ali Samata kwa mujibu wa taarifa fedha ambayo
anaimiliki kwa sasa mchezaji huyu. Inakadiriwa utajiri wa Mbwana Ally Samata ni dola milioni 7 za Kimarekani, ambapo fedha hizi ukiziconvert kwa hela ya Kitanzania ni bilioni 16. Huo ndio utajiri wa mchezaji Mbwana Ally Samata, na tunashuhudia anaishi maisha ya kifahari, pia anasaidia jamii, bila kusahau Mbwana Ally Samata ana mandinga makali, bila kusahau Mbwana Ally Samata ni miongoni mwa watu ambao wana mafanikio makubwa sana katika soka nchini Tanzania. Watu wengi wanatamani kuwa kama Mbwana Ally Samata. Kwa utajiri wa Mbwana Ally Samata kwa sasa ni bilioni 16. Sasa mara baada ya kufahamu utajiri wa Mbwana Ally Samata ukiwa ni bilioni 16, ngoja turudi kwa msanii nguli wa Bongo Flava na yeye tukaufahamu utajiri wake. Je, anamzidi Mbwana Ally Samata? Fahamu Diamond Platnumz ni msanii wa kizazi kipya almaarufu kama Bongo Flava. Sasa ngoja tukupe historia kidogo ya Diamond Platnumz. Fahamu Diamond Platnumz jina lake halisi ni Nasibu Abduli Juma Isaki. Majina mengine ya kisanii ni kama Diamond Platnumz, Chibu, Simba, Nasibu Kichwa, Simba la Masimba ama Dangote. Alizaliwa Dar es Salaam tarehe 2 Oktoba 1979. Ni mwimbaji wa nyimbo za Bongo Flava na mtumbuizaji kutoka Tanzania. Ni mwimbaji na mtunzi wa mziki wa Kitanzania ambaye ana uwezo mkubwa wa kiushindani, hivyo ana mashabiki wengi ndani na nje ya Tanzania. Inasemekana kuwa ndiye msanii wa kwanza Afrika Mashariki na Kati anayependwa na kupambwa na watu wengi zaidi kwa sasa. Fahamu Diamond Platnumz alianza hustling zake kipindi hiko mwaka 2010, ndipo ambapo alianza kuimba muziki wa Bongo Flava. Sasa fahamu kwa upande mwingine Diamond Platnumz ni miongoni mwa wasanii matajiri kweli kweli kutokea ukanda wa Afrika Mashariki. Fahamu source ama chanzo cha mapato yake, Diamond Platnumz anamiliki media, ambapo hizo media ni Wasafi TV, Wasafi FM na channel za YouTube sambamba na mitandao ya kijamii ya Wasafi. Lakini bila kusahau ana lebo yake ya WCB ambayo ni Wasafi Classic Baby, ambayo imekuwa ikiwasaini wasanii mbalimbali. Kwa kutokana na wale wasanii kufanya kazi, basi moja kwa moja wanamuingizia kipato Diamond Platnumz. Bila kusahau Diamond anamiliki Wasafi Beti, pia alishakuwa balozi katika makampuni tofauti tofauti ikiwamo kampuni la Pepsi, bila kusahau kampuni la Coca. Na Diamond Platnumz ni mtu ambaye amekuwa akipata show mbalimbali ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, hata nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo ni msanii mkubwa ambaye pia amekuwa akiingiza mapato yake kupitia mitandao yake ya kijamii Instagram, bila kusahau YouTube, kutokana na mziki ambao anaofanya na mitandao mingine ya kijamii kama Spotify, Boomplay huko. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao anafuatiliwa kweli kweli. Sasa kutokana na vyanzo hivyo vyote vya mapato, Diamond Platnumz ana mkwanja mrefu kweli kweli. Fahamu kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa ni kwamba Diamond Platnumz utajiri wake inakadiriwa ni dola za Kimarekani milioni 10 ambazo ni zaidi ya bilioni 23 kwa fedha za Kitanzania. Kwa hiyo tunaona utajiri wa Simba ama Diamond Platnumz ni bilioni 23, ambapo utajiri huu unahusishwa pia na magari ya kifahari ambayo anamiliki. Ukiangalia ana magari ya Range, bila kusahau ana gari kali la Rolls Royce, na kuna kipindi Diamond Platnumz aliweza kwenda hadharani na kusema kwamba anataka kununua ndege binafsi. Kwa hiyo tunaona ni msanii ambaye kwa upande mwingine ana fedha nyingi kweli kweli kutokana na mapato ambayo anayapata katika shughuli zake za hapa na pale za usanii. Kwa hiyo tunaona kati ya Diamond Platnumz na mchezaji wa Kitanzania Mbwana Ally Samata, Diamond Platnumz ndiye ambaye ana mkwanja mrefu akiingiza dola milioni 10, ambapo fedha hizi ni zaidi ya bilioni 23 ambazo ni utajiri wa Diamond. Lakini kwa mujibu wa takwimu ni kwamba Mbwana Ally Samata yeye anamiliki dola milioni 7 ambazo ni zaidi ya bilioni 16. Tuambie neno la comment kwa upande wako, kivipaji hivi wewe unavizungumzia vipi? Na je, wewe kama umetufuatilia una kipaji cha aina gani? Toa maoni katika comment hapo na tutakuja kuyasoma.